Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa wapendwa. Nini maana ya wokovu? Na mmoja anaweza akatusaidia maana ya wokovu? Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Nini maana ya wokovu? Kutunza wokovu, kutunza wokovu. Kanuni za kutunza wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimeipata hivi. Kutunza wokovu. Wokovu maana yake nini? Wokovu ni maisha mapya ambayo mtu anayapokea kwa imani baada ya kumwamini Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Haleluya. Mungu ana pamoja nami ni kwamba mimi na wewe hakuna aliyestahili kuwepo leo isipokuwa ni neema tu ya Bwana. Kwa kuwa huruma zake ni nyingi, anatuhurumia sisi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama wokovu ni maisha mapya ambayo mtu anayapokea kwa imani baada ya kumpokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Kumbe kabla hatujampokea huyu Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, tuliishi katika dhambi. Tuliishi katika uasili wa dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ashukuriwe Mwokozi wetu, kaja kajitoa kwa ajili yetu ili tuupokee wokovu ambao ni wa thamani sana kwetu. Bwana apewe sifa. Bwana asifiwe. Naomba mtu mmoja anisaidie kusoma Ufunuo 3 mstari wa 7 hadi wa 12. Kwenye Biblia naomba nisaidie kusoma Ufunuo 3 mstari wake wa 12. Kama umefika unaweza ukatusaidia kusoma. Ufunuo 3 mstari wa 12. Tutaanzia mstari wa 7 mpaka wa 12, lakini kwa kuokoa muda naomba utakapokuwa nyumbani utaanzia mstari wa 7. Twende tusome mstari wa 11 na wa 12 ili tuingie kwenye pointi yetu. Tusome mstari wa 12, wa 11 na wa 12. Ufunuo wa Yohana 3 mstari wa 11 na mstari wa 12. Yeah. Biblia inasema hivi: Naja upesi, shika sana ulicho nacho, asije mtu akaitwaa taji lako. Mstari wa 12. Yeye ashindaye nitamfanya kuwa nguzo katika hekalu la Mungu wangu, wala hatatoka humo tena kabisa, nami nitaandika juu yake jina la Mungu wangu na jina la mji wa Mungu wangu, huo Yerusalemu mpya ushukao katika mbingu kwa Mungu wangu, na jina langu lenyewe lile jipya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa kanisa. Tumesema kwamba tunajifunza kanuni za kutunza wokovu, ambao huo wokovu tumeona kwamba wokovu maana yake ni maisha mapya. Maisha mapya ambayo mwanadamu anayapokea au mtumishi Mkristo anayapokea ni baada ya pale ya kumpokea Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha mapya. Neno la Bwana linaposema katika kitabu cha Ufunuo 11 anasema naja upesi, shika sana ulicho nacho, asije mtu akaitwaa taji yako. Haleluya. Tumepewa wokovu kama kitu cha thamani sana. Bwana Yesu asifiwe. Ni maneno ya Kristo mwenyewe anavyosema kwamba shika sana ulicho nacho mpendwa, asije mtu akakutoa taji. Bwana Yesu asifiwe. Unajua ipo taji inaandaliwa kule mbinguni. Lipo taji linaandaliwa kwa ajili ya watumishi. Lipo taji linaandaliwa kwa ajili ya wale ambao wamemkubali Kristo kuwa Mwokozi wao katika maisha haya. Hakika maisha ni Kristo na kufa ni faida. Na ipo taji. Bwana Yesu asifiwe. Anasema hivi, mstari wa 12, tunasema mstari wa 12a, unasema kwamba naye ashindaye nitamfanya kuwa nguzo katika hekalu la Mungu wangu. Haleluya. Yeye ashindaye. Bwana Yesu asifiwe. Kumpokea Kristo na kukiri kwamba ninamkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, bado haujaingia katika kumtafuta yeye. Bwana Yesu asifiwe. Ni jambo la kwanza na ni hatua ya kwanza. Lakini inafuata hatua ya pili, ile ya kumtaka Kristo akae ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Anasema shika sana ulicho nacho, naja upesi. Asiwapo mtu mmoja akaja akakutoa. Jamani,
Bwana Yesu asifiwe. Unajua ni heri mwisho mwema kuliko mwanzo mwema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Wewe mwenyewe ni shahidi, kipindi unampokea Kristo kwa mwokozi wa maisha yako, uko sawa na sasa ulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kipindi kila mtu ana mahali Yesu alipomkuta. Kuna kipindi ulikutwa mahali ambapo hapafai. Yamkini ulitolewa mahali ambapo haukutegemea kutoka. Bwana Yesu asifiwe. Alikuja akafa kwa ajili yetu, kwa ajili yangu mimi na wewe. Alijitoa dhabihu iliyo safi. Na ndio maana tunaita damu ya Yesu, na tukiita damu ya Yesu kwa imani inatenda kazi ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo haya maisha mapya ambayo tumeyapokea, haijalishi ulikuwa na wakati gani, haijalishi Kristo alikukuta huko unalewa, haijalishi Kristo alikukuta ukiwa mchawi, unaroga, unakunywa madamu ya watu, haijalishi ni mahali gani Yesu alikokukuta. Bwana Yesu asifiwe. Lakini anasema ile dhamani ya wokovu ambayo alituletea kwa neema, hakuna aliyestahili mwanadamu yeyote. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna aliyekuwa anastahili kupewa neema hii ya wokovu isipokuwa tumepewa kwa neema, uwezesho. Yaani tumewezeshwa pasipo kustahili. Bwana Yesu asifiwe. Ni sawa na kumpelekea mtu zawadi hana alichokifanya. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hakuna chochote ulichokifanya alafu nikafika tu nikakuletea zawadi. Mtumishi wa Mungu barikiwe. Sasa utabaki unajiuliza, kwani mimi nimefanya nini mpaka huyu mama niletee zawadi? Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Lakini huyu Kristo alitupenda upeo. Yeye alijitoa kwa ajili ya wanadamu wote. Alijitoa kwa ajili ya ulimwengu wote. Akaja akafa akateseka kwa ajili yetu. Nia ni kununua nafsi za wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Na akatununua kwa gharama, kwa damu yake. Bwana apewe sifa. Tunatakiwa kutunza hii neema. Tunatakiwa kutunza. Unajua unapokuwa na kitu cha zamani lazima ukitunze. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ukitunze. Unakitunzaje? Huwezi ukaweka kitu ambacho una uhakika kwamba hiki kitu ni dhahabu. Unajua wokovu ni dhahabu. Ni dhahabu. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi kuacha tu vibaya. Lazima uweke sehemu ambayo iko kamili, au si? Bwana Yesu apewe sifa. Unaweza ukapewa kitu ambacho ni cha thamani alafu wewe ukakiweka tu, huna habari nacho. Ni kitu hakiwezekani. Lazima ukiweke mahali sahihi. Lazima uhakikishe kwamba hiki kitu kiko mahali sahihi. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Lakini sisi Kristo amekuja kwa ajili yetu ili tupate wokovu. Na tumepata huo wokovu kwa neema. Hatukustahili hata kupewa. Bwana apewe sifa. Lakini sasa tunatakiwa kutunza huo wokovu. Tunatakiwa kutunza. Namna gani tutunze wokovu kama watu tuliompokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu? Waraka wa Mtume Paulo kwa Ibrania 2:3. Waraka kwa Ibrania 2:3, Biblia inasema hivi: sisi je, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu na namna hii ambao kwanza ulinenewa na Bwana kisha ukathibitika kwetu na wale waliosikia. Bwana Yesu asifiwe. Neno linasema ya kwamba sisi je, tutapataje kupona tusipoujali wokovu mkuu namna hii. Bwana apewe sifa. Yaani umepewa kitu cha thamani, halafu ukijali, ukitunzi, ukidhamini. Je, utapataje kupona usipojali? Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Kanuni za kutunza wokovu. Bwana apewe sifa. Kanuni namba 1. Zipo nyingi lakini kwa leo nilioiandaa namba 1 inasema kwamba sababu ya kutunza wokovu huu ambao tumepewa bure kwa neema ni sababu ya kwanza, ninatunza wokovu nikijua kwamba mimi si wa ulimwengu huu. Namba 1, anayeandika wale wenye notebook, wanayetunza neno la Bwana, kwa sababu hiki ni chakula kinapakuliwa mezani. Aliye na nia, anayetamani kujifunza anakuwa na notebook. Mwanafunzi anayetakiwa kujifunza lazima awe na vitendea kazi. Huwezi ukaenda darasani mwanafunzi huna kalamu, huna daftari. Mwalimu atakushangaa. Kuna mtu amesoma jamani alafu ambaye hajawahi kuandika daftari lakini mtihani ukija tu anafaulu. Naomba anyoshe mkono. Kuna mtu
aliingia darasa la kwanza, la pili, la tatu mpaka akaenda chuo, lakini hakuwa na daftari. Alienda tu akamsikiliza mwalimu, mwalimu akaleta pepa, akafanya mtihani, akafaulu. Naomba nyoshe mkono. Bwana Yesu apewe sifa. Wapendwa, tupone. Bwana asifiwe. Tupone. Bwana apewe sifa. Neno la Bwana linapokuja linakuja kutuhuisha. Naomba tupone. Unapoingia mahali popote, jaribu kuwa na notebook kwa ajili ya kunoti kila ambacho Bwana anazungumza. Unajua sio kwamba hata akisimama mtoto mdogo huyu aliyekaa hapo, usifikiri kwamba akasoma neno la Mungu kwamba anasoma yeye. Mungu amemtuma, yeye ni chombo. Tunaposimama kwenye hii madhabahu, tunasimama kama vyombo tu, kama hii maiki. Bwana Yesu apewe sifa. Mtumishi wa Mungu, awe mchungaji, awe mwinjilisti, awe nabii, awe mitume, anaposimama kwenye madhabahu kusema neno la Bwana, yeye ni chombo tu. Bwana apewe sifa. Hanaga chochote. Kwa sababu Mungu akiamua kugeuka hapa akamwachia mgongo, hafanyi chochote. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akigeuka hafanyi chochote, isipokuwa yeye ni chombo, anasimama tu Mungu amtumie. Kama tunapotafuta hii maiki, tunaileta kuitumia ili sauti unapoongea iende mbali. Bwana apewe sifa. Lakini ya kwamba yupo anayejua, hakuna mwanadamu ajuaye. Bwana apewe sifa. Hilo mimi napinga. Nasema hakuna mwanadamu anayejua isipokuwa Mungu wetu aliye juu. Yupo mfalme mmoja tu. Hayupo mfalme mwingine katika hii dunia na mbingu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo nilikuwa na pointi namba 1 ambayo inasema kwamba ninaendelea kuutunza wokovu. Sababu ya kunifanya mimi ni utunze wokovu huu ambao nimepewa bure. Sababu ya kwanza, ninajua kwamba mimi si wa dunia hii. Bwana apewe sifa. Kabisa, mimi si wa ulimwengu huu. Naomba nisaidie kusoma Petro wa kwanza 2 mstari wa 11 na wa 12. Petro wa kwanza, waraka wa kwanza wa Petro. Waraka wa kwanza wa Petro mstari wa 12. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 mstari wa 11 na wa 12. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 mstari wa 11 na wa 12, Biblia inasema hivi: wapenzi, na wasihi kama wapitaji na wasafiri, ziepukeni tamaa za mwili zipinganazo na roho. Mstari wa 12, muwe na mwenendo mzuri katika mataifa, ili iwapo huwasingizia kuwa watenda mabaya, watazamapo matendo yenu mazuri, wamtukuza Mungu siku ya kujibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Tarudia: wapenzi, na wasihi sana, na wasihi kama wapitaji na wasafiri. Huyu ni mtume Paulo ambaye aliandika waraka kwa watu wote. Bwana Yesu asifiwe. Anasema wapenzi, na wasihi kama wapitaji na wasafiri, ziepukeni tamaa za mwili zipinganazo na roho. Tamaa za mwili zinazopingana na roho. Siku zote mwili huwa ni adui na roho. Bwana Yesu asifiwe. Unajua sisi tumeumbwa kwa mwili huu. Mwili tumewekewa ni kasha kwamba ni hekalu la kutunza vilivyo vya Bwana, lakini anayefanana na Kristo ni ndani ya roho. Bwana Yesu asifiwe. Yuko ndani. Mimi ninaitwa Agnes, jina langu nililoitwa na baba na mama yangu. Lakini yupo Agnes halisi ambaye anafanana na Mungu, ambaye yuko ndani, haonekani kwa macho haya nyama, wa damu na nyama. Bwana Yesu asifiwe. Ingawa mnaniona jinsi nilivyo, lakini yule aliye ndani ndiye anayefanana na Mungu, sio mimi. Sio mwili huu niliovaa. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana mtu akifa hamuiti tena Agnes. Mnamuita mwili wa Agnes. Kwa nini unaitwa mwili wa? Kwa sababu ni mwili wa aliye ndani. Hili kasha limetoka, na ndio maana linabaki udongoni. Siku moja ukiamua kufunga, unasema nakaa sasa kwenye maombi kumtafuta Mungu, kwa sababu Mungu wetu yuko rohoni. Angalia mwili unavyopingana na roho, ambayo roho iradhi, lakini mwili ni dhaifu.
Unapopanga kufunga, siku hiyo ndio unasikia chakula kitamu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama hujapanga, hujaweka mawasiliano ya kufunga, unaona tu vya kawaida. Mpendo, unaweza ukashinda siku nzima kuanzia asubuhi mpaka jioni, huna maombi, lakini uko busy. Uangalie shetani huyo anavyotubana. Yaani uko busy na kazi zako. Ukajikuta tu ujana. Uko ofisini, unahangaika tu, unahangaika na yako, lakini husile. Tangaza maombi. Bwana Yesu asifiwe. Mwili unapingana na roho. Ni vitu viwili, kwa sababu huu mwili unapingana na roho. Kwa sababu gani? Unabaki hapa hapa. Kwa sababu hii ni udongo tu. Bwana Yesu asifiwe. Ni udongo tu, hili linabaki hapa, lakini yupo mtu anayefanana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Bwana asifiwe. Tukiendelea mstari wa 12 wao unasema muwe na mwenendo mzuri kati ya mataifa, ili iwapo huwasingizia kuwa watenda mabaya, watazamapo mwenendo wenu mzuri, wamtukuze Mungu siku ya kujiliwa. Bwana Yesu asifiwe. Ni kweli warokole huwa wanasemwa vibaya mno. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza wanaitwa wachanganyikiwa, hawanaga akili. Lakini mimi nawaambia kwamba unajua wale watu wana akili. Unajua watu wanaomwabudu Mungu wana akili kuanzia asubuhi mpaka jioni. Lakini huyo anayesema kwamba hawana akili, yeye akishaburugikiwa tu kwenye pombe zake alishabadilika kuwa mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Ataletewa pombe, wanakaa na mama mkwe wake, mwisho wa siku anagonga na mama mkwe. Sasa si ameshaburugikiwa akili. Sasa wewe unayeomba usiku na mchana, akili zako ni timamu. Yaani sisi huwa akili zetu ni timamu kuanzia asubuhi mpaka jioni. Haleluya. Peni Yesu makofi na vigeregere. Hakuna mtu anayemwabudu Mungu katika roho na kweli aliye na akili pungufu. Wana akili timamu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Lakini ni watu ambao huwa wanasema, wanazungumziwa mabaya, muone jinsi alivyo. Lakini kubali sema ndio, kwa sababu Yesu naye alidhihakiwa. Kwani Yesu alifanya nini? Wewe mtu akikudhihaki, sema kwamba ninamshukuru Mungu kwa sababu nimedhihakiwa kama Yesu alivyodhihakiwa. Haleluya. Walimtendea mti mbichi, alisema wanawake msinililie mimi, jinilieni wenyewe na watoto wenu. Nimetendewa hivi mti mbichi, iwe itakuwaje kwa mti mkavu? Bwana Yesu asifiwe. Si mti mkavu ni mlaini tu, hata mtoto anaweza akaukata tu. Lakini mti mbichi ule pale, mtoto huwezi kwenda kumwambia vunja huo mti uniletee, lakini ukikaukata kuletea. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo hata ukidhihakiwa, wewe endelea kukaza mwendo, asiwapo mtu wa kukupunguzia mwendo. Mpendwa, changamka. Bwana Yesu asifiwe. Wapo ni mtu wa kupunguzia mwendo kwenye maombi yako kwako. Changamka, usipunguziwe mwendo tu. Simsikiliza mwanadamu. Wakati gani? Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Acha kumsikiliza, wewe kaza mwendo. Kubali mtu akupunguzie mwendo. Bwana Yesu apewe sifa. Twende hatua ya pili, wapendo, ya kutunza wokovu ambao ni wa thamani tuliopewa. Kuna nafasi ya pili, sababu ya pili ambayo nimeiandaa inasema kwamba ni kuwavuta watu kwa Yesu. Haleluya. Unapokuwa na mwenendo mzuri, unawavuta watu kwa Yesu. Kuna mahubiri yanayohubiri kwa vitendo, wala haina haja ya kusimama madhabahuni kusema. Kwa sababu gani? Mwenendo, maisha unayoishi mtaani kwako. Nini unachokifanya? Nini unaishi vipi na watu wanaokuzunguka? Jamii inayokuzunguka unaishi nayo vipi? Tangaze Kristo kupitia matendo. Tusiwe tu tunasema wanenayo wasemaji tu, hatuna vitendo ndani yake. Maana linasema kwamba imani bila matendo imefanya nini? Imekufa. Bwana Yesu asifiwe. Saidia kusoma Mathayo mtakatifu 5:14 na 16. Mathayo mtakatifu mstari wa 5, mstari wa 14 mpaka wa 16, aya 5. Kama umefika nisaidie kusoma. Mathayo mtakatifu 5 mstari wa 14 na wa 16. Mstari wa 14 na wa 16 inasema hivi:
ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima, wala watu hawawashi taa na kuweka chini ya pishi, bali juu ya kiango, nayo yawaangaza wote waliomo nyumbani. Mstari wa 16. Vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Amen. Asante msomaji. Bwana Yesu apewe sifa. Neno la Bwana linaendelea kutusihi katika hiyo pointi ya pili ya kwamba ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima, wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kiago, nayo yaangaza wote waliomo nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Nasema 16, vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Haleluya, haleluya. Tunaambiwa ili tuutunze wokovu huo tuliopewa wa dhamani, tunatakiwa kuwa na nuru. Bwana Yesu asifiwe. Unajua, ukiwa na nuru yako ikaangaza kwa wale ambao hawajamjua Kristo, ili kuipokea hiyo nuru, utakuwa umewasha taa kwa ajili ya wale, ili waweze kumlikiwa kutoka katika giza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Ni upi kati yenu jamani ambaye ameweza kuwa mfano kwenye mtaa wake, ukapita hata siku moja mtu akasema inatamani kwenda kusali pamoja na mama fulani? Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Au natamani kufuatana na dada fulani kwenda kusali. Bwana Yesu asifiwe. Kama upo naomba nyoshe mkono. Haipo mama ambaye kuna mtu alitamani akamwambia, wewe hujamhubiria, hujampelekea injili, lakini akakwambia mama fulani, nafurahi kwenda kusali pamoja na wewe, naomba Jumapili unipitie. Yupo ambaye alikuambiwa hivyo? Hayupo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa kanisa. Kama haupo, unatakiwa uendelee kukaa mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tumsihi Mungu ili atusaidie kuwa nuru. Bwana apewe sifa. Tumsihi Mungu atusaidie kuangaza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Pointi namba 3, sababu ya kutunza wokovu, kuepuka maangamizi. Ibrania, nadhani tumeshaisoma Ibrania 2 mstari wa 3 ambao unasema, sisi je, tupataje kupona tusipoujali wokovu mkuu namna hii? Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Na pointi na sababu ya 4 nasema, sababu ya kutunza wokovu. Wokovu nina sababu ya kutunza kwa sababu wokovu ni wa thamani. Bwana Yesu asifiwe. Ni kitu cha thamani sana ambacho Yesu ametupa kwa neema tu. Bwana apewe sifa. Kwa tuna sababu ya kutunza wokovu. Bwana apewe sifa. Tuna sababu ya kutunza wokovu kama maisha mapya tuliyoyapokea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa, wa watumishi wa Mungu. Nisaidie kusoma Petro wa kwanza 3:7. Petro wa kwanza 3 mstari wa 7. Petro wa kwanza 3 mstari wa 7. Waraka wa kwanza wa Petro mstari wa 3. Yeah. Biblia inasema hivi, kadhalika ninyi
waume, kaeni na wake zenu kwa akili na kumpa mke heshima kama chombo kisicho na nguvu na kama warithi pamoja wa neema ya uzima. Kadhalika ninyi waume, kaeni na wake zenu kwa akili na kumpa mke heshima kama chombo kisicho na nguvu na kama warithi pamoja wa neema ya uzima, kusudi kuomba kwenu kusizuiliwe. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Sifundishi maisha ya ndoa, ila somo limebeba ujumbe huu ambao unasema kadhalika ninyi waume, kaeni na wake zenu kwa akili na kumpa mke heshima kama chombo kisicho na nguvu na kama warithi pamoja na neema ya uzima, kusudi kuomba kwenu kusizuiliwe. Bwana Yesu asifiwe. Naongea na wababa, Bwana apewe sifa. Amen. Naongea na wanandoa, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wanandoa, Bwana Yesu apewe sifa. Mbona sasa mmenuna? Akasema Kristo sio mimi. Bwana Yesu asifiwe. Kadhalika ninyi waume, kaeni na wake zenu kwa akili. Bwana apewe sifa. Waume, kaeni na wake zenu kwa akili. Wanasema, neno linasema kwamba mpe mke heshima kwa kama chombo kisicho na nguvu, kama warithi pamoja wa neema, kama warithi pamoja na wa neema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe wapendwa. Wanandoa, neno hili linawasihi waume kukaa kwa akili na wake zao. Ingawa sasa hivi wadada ambao ni wa kisasa na ambao wamesoma, ambao wanaijua dunia, wanajua kwamba wao wanaweza kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Haina haja ya mwanaume. Bwana asifiwe. Lakini mimi nalihubiri neno kwa sababu neno la Mungu lenye pumzi ya uhai lafaa kwa mafundisho jamani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Neno linaposema kwamba waume wakae na wake kwa akili. Unajua, wamama tuko hivi. Tunaga vitu vitatu kama sikosei. Vitatu. Asante, pole, samahani. Bwana Yesu asifiwe. Wanandoa, Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Tunao maneno matatu tu madogo sana. Asante, pole na samahani. Bwana apewe sifa. Wengine wakaniambia kwamba wanawake huwa tuna maneno 666 kwa siku. Ni kweli? Bwana Yesu apewe sifa. Bwana apewe sifa. Ati ni kweli? Ni kweli? Si kweli Wasema tunaweza tukaongea maneno mengi. Unaweza ukaongea maneno 20, mwanaume akaongea moja. Ni uongo kweli? Hiyo ni kweli. Yaani hiyo ni kweli, msijitetee wa mama. Unaweza ukaongea neno moja, mwanaume afu akaongea moja tu. Maneno 15 au 20 akaongea moja tu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Kristo amewaambiaje? Kaeni na wake zenu kwa akili. Unajua wakati mwingine wanaongeaga maneno samahani, wa mama wapo, wa mama ambao wanazidi umri mahali hapa, lakini ni neno la Bwana. Unatakiwa kusema kama lilivyo. Lakini unajua wanawake, maneno yetu huwa ni machache, alafu ni maneno kama ya kitoto vile, lakini yanatutia moyo, yani yanatutia nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna siku unaweza ukajiandaa ukasema, yani leo na msurprise huyu baba, nampikia chakula kitamu, alafu akija namfanyia surprise. Ukajitoa hata kale kaakiba ulikoweka kavikoba ukatoa, ukafanya leo, yani Bwana leo nafanya mazuri kwa ajili ya baba. Alafu
Alafu akafika akasema hivi, chakula gani hiki? Bwana Yesu asifiwe. Amevuruga kila kitu. Kama story ni kwa hamna tena. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe Kristo amesema mkae na wanawake kwa akili. Kwa kama amekosea, chumvi imempitia, basi mwambie baba, mwambie jamani, mama, ubarikiwe mke wangu. Yaani umejitahidi, lakini chumvi imepita kidogo, lakini pole. Ni kawaida tu haya. Yaani atafurahi na ataandaa tena. Lakini sasa wewe ukiniambia kwamba chakula gani hiki? Kwa chenye chumvi nyingi, sioni haja ya kuandaa hicho chakula. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Waume, neno la Bwana linasema kaeni kwa aina na wake zenu kwa akili. Kwa sababu wasipokaa kwa akili pia maombi yao hayatapokelewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Siku moja nikasema kwamba jamani, wamama wa watumishi, Mungu awatie nguvu na Mungu awatetee. Siku moja nilisikia mwinjilisti mmoja, nilikuwa nasikiliza ile Upendo, akasema kwamba jamani, mchungaji alikuwa anasema kwamba jamani, yaani mimi nimeamua kumwambia familia yangu hivi, jamani mimi mnisumbue siku zote kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa. Ikifika Ijumaa, mniache tu nisungumze na Bwana ili Mungu anipe chakula kwa ajili ya wanae. Bwana Yesu asifiwe. Yaani sumbua kwa vyote. Ikifika Ijumaa, mniache nijiandae Ijumaa, Jumamosi, Jumapili niingie madhabahuni. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wapo bado wamama ambao wana ukorofi ambao sio. Kristo wapendi jamani. Kristo wapendi. Sana watu wanaosimama madhabahuni. Yaani Kristo wapendi. Kwa kweli. Kuna ushuhuda tulipokea kwamba baba mmoja alikuwa amejiandaa anaenda kwenye semina. Maskini wa watu anaenda kusimamia semina, afu anaenda mkoa. Kaandaa, sijui alifanyaje wa kukorofishana na mama. Sasa sijui alijibiwa vibaya, akajisikia vibaya, sijui. Sasa kajiandaa kwamba anaondoka kwenda kwenye semina. Kaandaa nguo zake, kapaki vizuri. Alipoamka alfajiri, mwanamke aliamka, akachukua beseni, akatia zile nguo zilizonyooshwa na kupakiwa kwa ajili ya safari, akaweka sabuni. Ni nini? Ni adui anayemtumia yule mwanamke ili kusudi huduma ya Bwana isiende. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tusifanye hivi. Unajua yule mtu anaenda kusimama kwa ajili ya Bwana, alafu na wewe unafanya vituko vyako ili kumzuia ili kazi isiendelee. Yamkini kuna mtu alikuwa anaenda kupokelewa kupitia ile semina, anakuwa anaenda kuokolewa. Lakini angalia mama ulichokifanya. Mmemzuilia mtumishi, anasema sasa anajiandaa kivyake tu anaondoka, sasa ngoja tuone. Hujamkomoa mtumishi, umemkomoa Mungu. Bwana Yesu aliyesu. Bwana apewe sifa. Yaani umemkomoa Mungu anayemtumia yule mtumishi kama chombo cha kwake, bali hujamkomoa Mungu. Imagine umezuilia ile safari, alafu hata simama. Kuna nini kitakachoendelea hapo? Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Tuache watumike na wao watusikilize. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe, watumishi wa Mungu. Bwana ndio. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Jamani, tuliopokea wokovu na tuliookoka huwa tunapenda kusema asante, pole, samahani. Uongo. Kweli. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Umekosea mke, mume anakuambia basi samahani mke wangu. Umekosea mume, basi mwanamke huwa tayari kusema baba samahani. Baba asante kwa zawadi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Umechoka? Haleluya kanisa. Haleluya kanisa. Haleluya. Basi naomba tuishie hapa. Mungu akipenda tutaendelea na somo, bado ni refu. Kuna faida za kanuni za kujua wokovu. Kuna hasara zake. Somo
ni refu, lakini tukipata kibali tena kwa namna nyingine tutasimama kuliendeleza somo. Mungu na awabariki. Amina. Basi tusimame nimshukuru Mungu kwa ajili ya neno. Wakati huo nikiwakaribisha wana praise team kwa ajili ya kuendelea na ibada. Naomba tumshukuru Mungu. Baba yangu na Mungu wangu wa mbinguni mtakatifu, uliye mwaminifu na wa pekee, Mungu mwenye huruma nyingi, mfalme wa amani, Mwokozi wetu, Baba wa uzima, umesema pamoja nasi kuhusu neno lako ambalo lilikuwa linatufundisha kanuni za kutunza wokovu tuliopewa bure. Lakini Mungu wetu umesema kwamba